Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi ya kuweza kuchangia. Kwanza nampongeza Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kufanya kazi kubwa kupitia sinema ya Royal Tour na Amazing Tanzania ambayo imeweza kuchechemua sekta hii ya utalii na kuongeza mapato maradufu na idadi ya watalii maradufu katika nchi yetu, watalii wa ndani na wa nje. Lakini nikupongeze wewe Mheshimiwa Waziri pamoja na naibu wako waziri na wizara nzima ya Maliasili na Utalii kwa kazi kubwa mnayoifanya sambamba na taasisi zenu zilizo chini ya wizara yenu. Sisi wilaya ya Kilwa ni tuna sehemu kubwa ya mafanikio ambayo yamepatikana. Tumepata GN namba 163 na 166 zilizotambua mnara wa mashujaa wa Majimaji pamoja na mapango ya Nang'oma na Namaingo. Lakini pia tuliweza kuletewa boti ya kitalii pale wilayani Kilwa Masoko ambayo imetumika kuongeza idadi kubwa ya watalii maradufu ilivyokuwa hapo kabla. Lakini pia tunashukuru juhudi zimefanywa na taasisi ya TAWA katika kutoa elimu ya uhifadhi kwa wananchi wetu. Wananchi wetu zaidi ya 2000 wamepewa elimu ya uhifadhi. Na tumeona hapa sekta ya utalii imepanda kiwango cha uchangiaji baada ya kuwa mapato mengi yamepatikana hadi kufikia 21%. Ni imani yangu kuna mambo ambayo nakwenda kuishauri sasa serikali ikiyatekeleza, nina hakika tutapandisha sehemu ya pato la taifa kufikia hadi 40% mpaka 50% kutokana na vivutio vya utalii. Kwa ushauri wangu ulikuwa katika maeneo yafuatayo. Kwenye kumbukizi za Majimaji sambamba na yale mapango yaliyopo Kilwa, nilikuwa na shauri GN itolewe na uwekezaji ufanyike katika mapango 17 yaliyopo sambamba na yale matatu ambayo tayari yametolewa GN namba 163. Naomba pia serikali itekeleze ahadi na mkakati wake wa kujenga nyumba ya makumbusho na Ndete ambayo inahusiana na vita vya Majimaji, lakini pia iweze kujenga ngazi kwenye pango kubwa kuliko yote la Nang'oma ambalo limepewa GN namba 163 kushukia kwenye lile pango. Lakini tunashukuru serikali yetu kupitia wizara hii ya Maliasili na Utalii imeweza kuanza kutoa tuzo. Sisi wana Kilwa tulianza kutoa tuzo tangu Majimaji iliyopita tulipotimiza miaka 119. Tulimtunukia Mheshimiwa Zakia Megji kama ambavyo mmefanya, kwa sababu yeye ndo alikuwa waziri wa kwanza wa utalii kuingia katika pango kubwa kuliko yote la Nang'oma mwaka 2001. Lakini pia tulitoa kwa mashujaa wengine wa Majimaji na waziri mstaafu wa utalii dada yangu Angela Kairuki. Kwa tunakukaribisha Mheshimiwa Waziri katika maadhimisho ya mwaka huu, na wewe tuje tukupe tuzo yako. Lakini ningeomba sasa nitoe ushauri kwa serikali. Ninaomba pia kule kuliko na boma la Wajerumani Kibata kutolewe GN, kuliko kuwa na shamba la pamba pale Kikwetu na jineri ya pamba ilikuwepo pale enzi za Wajerumani nako kutolewe GN. Lakini kuna GN katika mlima Imbilia ambao mtu wa kwanza katika vita vya Majimaji aliuawa pale. Ninaomba pia GN itolewe. Lakini nipende pia kuzungumzia yale ambayo wamezungumza wenzangu kuhusiana na kadhia ya wanyama aina ya ndovu. Mheshimiwa Waziri, tuna vijiji zaidi ya 12 katika wilaya ya Kilwa ambavyo vinakumbwa mara kwa mara na vingine kila siku, kila kukicha. Hivi ninapozungumza muda kama huu tayari kuna vijiji tayari tembo wameshaingia na wanatoka alfajiri. Kuna kijiji cha Zinga Kibaoni, Mitole, Mtepela, Kikole, Ruhatwe, Nakiu, Mkalango, Kandawale, Ngarambi na Matewa, Kipindimbi na Kisima Mkika. Hivi vijiji watu wetu wamekuwa wakisumbuliwa sana na wanyama wakali, taarifa aina ya ndovu ambao kila kukicha wamekuwa wakivamia katika hivi vijiji. Mheshimiwa Ngasa. Nashukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti.
ningependa kumpa taarifa Mheshimiwa Ndulane, hata sisi pale Igunga maeneo ya Itumba, Mtunguru kule tumekuwa tukisumbuliwa sana na tembo mara kwa mara na kusababisha maafa kwa wananchi, lakini tumeshatoa taarifa wizarani. Kwa hiyo tunaomba pia na sisi tusaidiwe kule maeneo ya Mtunguru na Itumba. Asante, nampa taarifa Mheshimiwa. Mheshimiwa Ndulane, naipokea taarifa hiyo. Asante sana, nimeipokea kwa mikono miwili kwa sababu ni tatizo la kitaifa hilo. Kwa hiyo kumekuwa na shida kubwa, na kwa bahati mbaya katika eneo letu sisi tembo huwa wanaingia jioni, wanatoka alfajiri. Wamekuwa wakiharibu miundombinu mbalimbali ikiwemo nyumba za mazao yao, lakini pia hata mazao yaliyohifadhiwa kwenye hifadhi, nayo wamekuwa wakivunja nyumba, wanakwenda kuchukua yale mazao. Lakini hata wananchi wengi wamepata vilema, wengine wameuawa kwa nyakati tofauti, lakini tunashukuru serikali imeanza kuchukua hatua. Vijana wetu 10 wameshafundishwa VJs katika ule mpango, kila vijiji 5 kuweza kupelekwa kwenye mafunzo katika chuo cha Likuyu kule Namtumbo. Lakini tumeshaletewa mabomu 125. Lakini pia tumeletewa ndege nyuki, tunatarajiwa kuletewa mwaka ujao wa fedha ndege nyuki. Lakini niseme hivi vyote ambavyo tumeletewa sambamba na mafunzo ya uhifadhi bado havijaleta tija ya kutosha, kwa sababu vimekuwa vichache. Kuna kijiji kama Mkarango, kijiji kama Kandawale, Kipindimbi na kule Mtepela, yani sasa hivi tembo wameshaingia tayari. Kwa hiyo udhibiti wao umekuwa mdogo kwa sababu hata VGAs wamekuwa wachache, lakini pia hayo mabomu bado hatujayaona japokuwa yalizinduliwa tangu mwaka uliopita. Kwa hiyo niombe serikali iongeze VGAs kuwapeleka kwenye training kule Namtumbo, lakini pia iweze kuleta ndege nyuki wanaoweza kukabiliana na hao wanyama aina ya ndovu hata usiku. Asante. Kwa sababu na mashaka kwamba huenda hata naomba kidogo la kumalizia. Malizia. Kwa hiyo pia lakini ningependa pia kule Malinyi katika kata za Itete kuna pori la akiba la hifadhi ya Kilombero imezinduliwa, lakini kuna maeneo ya wananchi yamechukuliwa, lakini mpaka wakati huu bado hawajalipwa fidia, lakini hawaruhusiwi kuingia kwenda kuhudumia mazao ya kudumu yaliyopo mule. Kuna mazao kama miti ya mitiki, mazao ya kakao. Kwa hiyo ningeomba serikali iweze kuwaruhusu wananchi waingie kwenda kumalizia kulima yale mazao yao, ili yakikomaa waweze kuvuna au waweze kulipa fidia kwa wale wananchi, kwa sababu hifadhi imefuata wananchi. Baada ya kusema naunga mkono hoja. Asante sana. Asante sana.